hamruhusiwi kisheria kuingiza mitumbwi kwenda kununua samaki kwenye visiwa au kwa wavuvi. Hiyo kanuni sijadiliana nayo mimi, lakini viwanda vyote vinafanya na nyinyi hapa mnafanya. Yaani mtu akibisha hapa akasema hatufanyi, nitamwambia hii kamati ya ulinzi na usalama ikakamate mtumbwi wenu, mna faiba yenu inakwenda kukusanya. Na nina orodha ya wavuvi wanaovua na kuwauzia. Afisa masoko yuko wapi hapa? Afisa masoko wa kiwanda hiki. Wewe ndiye afisa masoko. Kuna mvuvi mmoja umemuuzia, umenunua samaki zake za milioni 10. Ukalipa milioni 7. Zikabaki milioni 3. Ikawa ni kuchenga chenga kidogo kidogo mpaka uongozi ukashiriki. Mpaka vyombo vya ulinzi vya wilaya vikashiriki. Mkamlipa hiyo hela. Uongo ukweli? Kweli eh? Maana yake mnanunua, mnavunja sheria. Mimi nataka kuwa mkweli. Hizo habari hata mkurugenzi hazijui, nasikia leo. Lakini nimeshatengeneza mitandao, wananchi kwa sababu wamechoka wako tayari kusema. Sasa nitadhalilika mimi na nitadharauka mimi na serikali nikipata taarifa hiyo halafu nisiifanyie kazi. Kwanza wananchi watatudharau na hawatatupa ushirikiano. Kwa nasema hili kwa nia njema kabisa. Ujumbe huu ufike kwa niaba ya viwanda vyote. Nisimuone mtu yoyote kuanzia leo akishiriki katika kununua samaki ziwani. Ina maana yake. Ina maana kubwa. Kwanza mnavuruga soko na mnawafilisi na kuwafukarisha wavuvi. Na kwa sababu wakiwa na mapato madogo na ushindani usipokuwa wa haki, ndio wanaingia kwenye njia za kuvua bila kufuata sheria. Kwa sababu wanavua kwa mikopo, wana watu wanatakiwa kuwalipa mishahara kama nyinyi. Kwa sababu na wenyewe wako kwenye biashara kama nyinyi. Wanalipa kodi kama nyinyi. Wanaajiri kama nyinyi. Wanakopa kama nyinyi. Na atakayekamatwa leseni yake itafungwa